Tumkaribisha hivi sasa Ali Bakari Mufti kwa ajili zilizobamba mitandaoni hivi sasa. Naamini kuna vitu vingi sana akifika hapa Ali Bakari Mufti utasikia Adriano vipi? Uko wapi wewe? Ngapi hapo? Vipi bwana? Ali Bakari Mufti sasa ndo anakaribia mzee wa Mangula. Kiona Mangula ipo hapa. Nasikia kuna banda pale Mangula ikifika muda huo anasema tunamwangalia bwana kijana wetu. Ni kweli kabisa Saidi unachosema ya kwamba ikifika majira tena wanaanzia saa 3. Wao waanzie tu kwamba wakati ule mimi naingia. Wao wanaanzia saa 3. Kipindi cha Kiwanjani ni miongoni mwa vipindi ambavyo vinafuatiliwa sana katika wilaya ya Kilombero na hasa Mangula ulikokotaja. Kuna mtu anasema Unguja vipi? Wewe unamjua tena. Sawa basi karibu. Asante sana Saidi Msumi, Sheriff Bayona, lakini pia Adrian James. Adrian amejikunyata tunasema hivi. Sisi hapa Mangula tunatumia hiyo neno. Ni mapozi tu. Mapozi tu. Inawezekana kufanya lolote. Kabla hujaanza nilikuwa namuuliza Adriano kwa kipindi anasoma kwani alikuwa anacheza. Hii Bayona kali. Wewe ulikuwa unacheza mpira wa miguu? Mpira wa miguu nimecheza nao. Unacheza sana. Wakati nikiwa shule msingi. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Mangula Finance anacheza namba 11. Namba 11. Kibelenge. Nipo vizuri. Na bahati nzuri nimesoma hapa Dar es Salaam. Shule ya msingi nimesoma Tegeta hapa. Okay. Yes. Mtu wa mjini. Hapa. Ila mimi sijawahi kumuona akicheza. Sawa, tuendelee. Mimi au Adrian sasa? Ni mimi au Adrian? Adriano sijawahi kabisa sijawahi kumuona. Mufti sisi tunajua uwezo wako. Sawa. Yes, tuende moja kwa moja tuangazie zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Nafahamu tulitoka weekend na sasa tunaianza wiki na tuone yepi yanaendelea katika wiki hii ambayo inaanza leo hii. Yes, tunaanza na CRDB Bank Federation Cup na hii post utaipata kupitia Azam TV Sports ambapo tumekuwekea ratiba ya mechi hizi za CRDB Bank Federation Cup na tutaanza kesho tarehe 11 ambapo Simba Sports itaikaribisha TMA Stars majira ya saa 10 kamili jioni katika bima la Azam KMC Complex KMC Complex pale Mwenge. Alafu kisha Jumatano Machi 12 Young Africans itaikaribisha Coastal Union mchezo huu wa CRDB Bank Federation Cup. Saidi, mechi gani ambayo unaisubiri kwa hamu katika mechi hizi mbili? Mechi zote hapo. Zote. Hii ya Yanga na Coast inakumbusha finali ile ya Arusha Shikambe ya Beti 3-3. Ni siku ambayo naikumbuka vizuri alitangaza Ngoda. Ngoda anatoka Tanga. Alikuwa na James. Alikuwa na James Samuel. Alikuwa na James. Sasa mwisho wa siku ilivyokuwa ilikuwa ni hamasa kubwa sana. Unajua na yeye mwenyewe alisema kwamba kuitangaza timu ya nyumbani inacheza finali ilikuwa ni emotion sana. Lakini TMA Stars ni maafande yao kutokea Arusha. Ni timu ambayo ipo nafasi ya 6 katika championship. Kwa hiyo ni game nyingine nzuri sana kuweza kustazama. Ni game zote mbili watu wazidi kulipia kisimbuzi chao cha Azam kupata uone. Ni kweli. Yes, hayo ni ya CRDB Bank Federation Cup. Tutoke hapo katika Azam TV Sports tuende katika ukurasa mwingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Yes, maisha yanaendelea. Hii ni Young Africans wameweka posti mapema leo na wakitambulisha hiyo mechi ya CRDB Bank Federation Cup dhidi ya Coastal Union ambayo itachezwa kesho kutwa. Hayo ni katika ukurasa wa Young Africans. Tutoke hapo twende katika posti nyingine na kwenyewe tuone kuna nini. Huyu ni Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Yeye ameweka posti anasema busu limeingia mpaka rohoni. Yes, hilo busu limekufikia shabiki wa Simba huko uliko, lakini hii ni picha kutoka kwa mashabiki wa Simba Sports katika baadhi ya mechi ambazo zimetangulia, lakini huenda busu kama hili unaweza kaliona kesho katika mchezo wa CRDB Bank Federation Cup. Yes, tutoke hapo twende katika posti nyingine. Hawa Pamba Jiji jana walitoa taarifa alfajiri ya saa 11 alfajiri tunaweza kusema hivyo, walipata ajali. Basi lao wakiwa barabarani kutoka Kagera wakija Morogoro walipata ajali kwa kugongwa na lori, lakini hakuumia mtu ila ulipatikana mshtuko kwa wale waliokuwa katika basi ile. Lakini mapema leo wameweka posti ya kumaanisha ya kwamba mchezo wao dhidi ya Kiluvia upo pale ambao utachezwa kesho tarehe 11. Kwa hivyo ajali haijapelekea ama haijasababisha mchezo ama sio Saidi.
James Adrian James mradi. Adrian James. Mchezo huu unautazamaje? Ya, ni mchezo mwingine mzuri, na uzuri ni kwamba katika mashindano kama haya mara nyingi timu zile ambazo zinaonekana hazipewi nafasi ndio michezo ambayo na wao wanaitumia kama platform kubwa wachezaji kujitangaza. Kwa hiyo tusitegemee mchezo rahisi, kwa maana kwamba Kiruvi anatokea daraja la chini, Pamba Jiji anatokea ligi kuu, tukategemea ni mchezo rahisi. Hauwezi kuwa mchezo rahisi kutokana na kwamba hata hao ambao wapo chini na wao wanaitazama michezo ya aina hii, hasa wachezaji wao kama platform ya kujitangaza zaidi na kuonekana. Yes. Sasa tutoke hapo tuache hayo ya Pamba Jiji tuende katika posti nyingine tuone nako kuna nini. Yes, tunaelekea Kenya pale. Yes, tunasemaga 254 254 Yes, haya. Yes, wao wametuwekea msimamo wa ligi ya Kenya FKF Premier League na Kenya Police unaweza kaona wapo juu kabisa kule wakiwa na pointi 42, lakini Tusker FC wana pointi 41, Gor Mahia ambao ni mabingwa watetezi wana pointi 39, kisha KCB FC, lakini timu zote tayari zimeshacheza michezo 23. Yaani Mufti, msimu huu kama ikitokea Kenya Police wameshinda ubingwa, basi itakuwa mara ya kwanza kuwavua hawa Gor Mahia, kwa sababu kuna pukizana Gor Mahia na Tusker. Gor Mahia Tusker. Kwa hiyo Kenya Police kama atafanikiwa kufanya mapinduzi itakuwa ni jambo ni story nyingine kule Kenya. Na kitu kingine hapo. Yaani huo ushindani na uona hapo kwenye ligi ya Kenya ni yani wa tofauti sana, kwa sababu Nairobi City, Bidco United, FC Talanta, hizi timu zote msimu uliopita zilikuwa zinashiriki kwenye ligi, lakini kuna nafasi ya 11 ambayo ameshika Mara Sugar na Mathare United. Yes, hizo ni timu ambazo zimepanda daraja. Tunaziona kwamba timu ambazo walikuwa wategemea zitakuwa chini zimekuja juu. Sawa, ni ushindani ambao uliopo chini Kenya na tuweze kuangazia ligi itakuwaje. Na bila shaka Azam TV kuingia katika ligi hii kuonesha imeongeza chachu na kufanya. Tutoke hapo tunaenda katika La Liga ambayo pia mechi ligi hii unaiona kupitia channel yako ya Azam Sports 4. Wametuwekea La Liga, wanasema magoli 18 katika mechi 25 ambazo ameshacheza huyu Kylian Mbappe, mchezaji wa Real Madrid. Hiyo ni rekodi ambayo mpaka sasa Kylian Mbappe, na jana alifunga goli moja katika mchezo dhidi ya Real Vallecano. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine haraka tuone na kwenyewe kulikuwa kuna mjadala kidogo katika weekend hii, lakini Hussein Masanza, huyu ni afisa habari wa Singida Black Stars, yeye anasema, Hussein Masanza hapo anasema mashabiki wa mikoani wanasema wanakuwa wagumu kushabikia timu za kwao kwa sababu moja, hazina consistency, yani mwendelezo, hazibebi makombe na mataji, haziwapi uhakika wa kuendelea kuwepo kwa miaka mingi. Ni sababu za msingi. Tunatokaje hapo? Ni sababu hiyo mjadala. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna nini. Posti nyingine tuone kuna kitu gani. Bila shaka tutakuwa tumemaliza hapo, na niwapishe ndugu zangu hawa waendelee hapa na mjadala huu wa viwanjani. Uzuri ni kwamba Ali Bakari Mufti unashabikia Mtibwa Sugar. Wewe bado upo na timu za kutokea mikoani. Kama mimi pia ninavyoshabikia Lipuli Football Club, wana Paulo Hengo, wazee wa Runoge Lweki, wazee wa mapango maana hii. Tunakushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Mimi naondoka. Kuna mtu wewe alikuwa ananiambia, Mufti mbona kuna vitu hajapitisha? Kaambia hizo zilizobamba zinatosha. Usitake zingine tena.